Habari na karibu kwenye Revealing Revelation, kituo cha unabii wa Biblia ambacho kinaingia moja kwa moja kwenye kiini cha mafumbo ya unabii. Jina langu ni Alan Dubre, na kama utapata kitu kutoka kwenye mafundisho yetu, kumbuka kupenda, kushiriki na kujisajili. Tusaidie tufikie watu wengi zaidi, kwa sababu mafumbo yanafunuliwa. Ni ajabu kabisa. Na tuna kila video na kifupi kwenye kituo hiki zikitafsiriwa kwa lugha zingine 10 ili kusaidia tufikie familia na marafiki wengi zaidi na watu kote duniani, ili kuwafanya iwe rahisi kwao kuelewa kwa lugha zao wenyewe. Kwa hiyo kumbuka kushiriki hizo pia. Sasa tutaingia kwenye jambo fulani hapa ambalo ni la kusisimua sana. Na zamani, sio muda mrefu uliopita, tulifanya mafundisho kuhusu mnyama wa Ufunuo sura ya 17. Sasa kumbuka, kama sijasema ni sura gani nipo, angalia tu upande wa kulia. Tulionyesha jinsi mnyama wa Ufunuo 17, siri hii ya Mungu ilikuwa haipo na itapanda hadi kuzimu, shimo. Inaeleweka unapoelewa Ufunuo kwamba mwisho wa siku si miaka 7, bali ni kipindi cha miaka 14. Sote tumefundishwa kutoka kwenye Injili ya Mathayo kana kwamba hiyo ndiyo pekee, na tukachukua kidogo tu kutoka kwa Marko na Luka ili kujaza mapengo ya Mathayo, wakati ukweli ni kwamba kuna hadithi 3 tofauti zinazoendelea na Mathayo, Marko, Luka. Katika mwisho inakuwa Luka, Marko, Mathayo kabla ya dhiki, katikati ya dhiki, baada ya dhiki. Luka ni kabla ya dhiki. Miaka 7 ya mihuri kwa Marko, halafu katikati ya dhiki kuna umati mkubwa. Kisha miaka 7 kwa sehemu ya Mathayo, ambayo ni miaka 7 ya hukumu za tarumbeta, na ndipo kurudi kwa Bwana. Miguu chini kwenye mlima wa Mizeituni kuna sehemu 3. Na tunachokiona hapa na tulichozungumzia kwenye video chache zilizopita ni fumbo hili la kuelewa aliyekuwepo, ambaye hayupo na atakayepanda kutoka kwenye shimo lisilo na mwisho. Tunajua kwamba aliyekuwepo anahusishwa na miezi 42 ambayo mnyama atapewa kutoka Ufunuo sura ya 13 kutawala kwa muda mfupi anapopewa mamlaka yake. Lakini sio mwanzoni mwa wiki. Ni takriban katikati ya mihuri hadi karibu mwisho wa mihuri. Kisha hayupo tena kwa sababu Bwana anamwangamiza kwenye vita vya Ezekieli 39. Mwisho wa kipindi cha mihuri. Hivyo hayupo wakati wa nusu ya kwanza ya hukumu za tarumbeta. Halafu atapanda kutoka kwenye shimo lisilo na mwisho katikati ya tarumbeta. Sasa ambapo mitaa ya mji na hekalu vimejengwa upya katika nusu ya kwanza ya tarumbeta. Shetani anatupwa chini na anatoka kwenye shimo, na mnyama yupo pale, amerudi tena na anaenda kwenye maangamizi. Hiyo ni miaka 10 na nusu ndani ya dhiki kuu, na ni miaka yake 2 na nusu ya mwisho kati ya miaka 3 na nusu ya mwisho katika miaka 10. Tuna mafundisho kuhusu hiyo. Kama ungependa kujifunza zaidi, rudi tu kwenye mafundisho machache yaliyopita. Inaitwa alikuwa hayupo na atapanda kutoka kwenye shimo lisilo na mwisho. Lakini sasa hebu tuchukue ufunuo wa huyu mnyama ni nani kidogo zaidi. Tunapoingia kwenye mstari wa 9, sikiliza kwa makini. Na hapa ndipo akili, yani hepina. Vichwa 7 ni milima 7 ambayo mwanamke ameketi juu yake. Kwa hivyo mnyama ni nani? Hawa ni akina nani? Vichwa vilivyo juu ya mnyama ni milima. Hilo ndilo jambo la kukuyupa. Ni milima, na inasema nao wafalme 7, 5 wameanguka, 1 yuko. Kwa hivyo hiyo ni 5. 1 ni hiyo ni 6. Na mwingine bado hajafika. Na atakapokuja lazima aendelee kwa muda mfupi. Hiyo ni 7. Sasa je, mnyama wa mwisho wa siku anayesababisha uharibifu huu wote ni mmoja wa wale 7? Hapana. Lakini yeye ni mmoja wa milima. Sikiliza inavyosema sasa katika mstari wa 11. Na mnyama aliyekuwako na hayuko. Sawa, kwa hivyo inafafanua mnyama huyu ni nani. Yule aliyekuwako na hayuko, hata yeye ni wa 8 na ni wa wale 7 na ataangamia. Kwa hiyo mnyama wa Ufunuo 17 wa aliyekuwako hayuko na atapanda kutoka kwenye shimo lisilo na mwisho. Yeye si mmoja wa 7. Yeye ni wa 8, lakini ni wa wale 7. Sasa yeye ni nani? Yeye ni mfalme, anawakilisha manini? Na mlima. Na mlima. Na hili ni muhimu sana kuelewa. Sasa hebu tuende kwenye Danieli sura ya 7. Danieli sura ya 7, tukianzia mstari wa 3. Na kulikuwa na wanyama wakubwa 4 waliotoka baharini, kila mmoja akiwa tofauti na mwenzake. Wa kwanza ni simba, wa pili ni dubu,
na watatu ni chui. Sasa angalia kile cha 4 kinasara, na ya 4 ni ya kutisha zaidi, ya kutisha na yenye nguvu sana. Kama ilivyo kwa meno makubwa ya chuma, hula na kuvunja vipande vipande na kukanyaga mabaki kwa miguu yake. Nao ulikuwa tofauti na wanyama wote waliokuwa kabla yake. Sasa asikilize hili, na ina pembe 10. Sawa? Wanyama hawa wote 4 walitoka baharini. Lakini tunajua nini kuhusu mnyama wa Ufunuo 17? Tunajua kwamba hapati nguvu zake hadi Ufunuo 13 kama yule anayetoka baharini. Lakini msikilize anapokuja. Sasa ana mamlaka juu ya chui, ana mamlaka juu ya simba na ana mamlaka juu ya dubu. Sasa anaelezewa kama mnyama ambaye ni kama chui, dubu na simba. Na mnyama huyu ana nini? Pembe 10. Mnyama huyo ana pembe 10. Kwa hivyo tunaporudi kwenye Danieli sura ya 7, tunaona kwamba kuna simba wa kwanza, dubu na chui. Hawa jamaa wataanza lini mwisho wa siku? Katika nusu ya kwanza ya mihuri, takriban miaka 3 hivi ya kwanza ya dhiki ya mihuri. Haya yote ni wakati wa vita vya 3 vya dunia hadi mnyama atakapotokea. Akipata mamlaka yake sasa katika mamlaka hiyo kwa miezi 42, na atatawala simba, dubu na chui. Na atakuwa na nini? Pembe 10. Mnyama huyu wa 4 ni mnyama wa Ufunuo sura ya 13, na yeye ni mnyama wa Ufunuo sura ya 17, ambaye ni mlima wa pembe wa 8. Acha nieleze. Tazama hili. Tukiingia katika Danieli sura ya 7, hapa tuko kwenye mnyama wa 4. Sasa mnyama wa 4, sikilizeni anachosema. Ana nini? Pembe 10. Pembe hizi kama neno la Kiebrania 7:162 lilivyoelezea ni pembe zenye sauti iliyonyooka. Ni pembe tu za kupuliza. Hiyo ndo yote walio, sio milima. Unaona pembe hizi 10 ambazo mnyama huyo anazo, ambazo tunasoma katika Ufunuo 17 na Ufunuo 13, ambazo tunasoma katika Danieli 7. Hizi ni za kawaida tu kama pembe, iwe ni pembe au chochote kile, kwa ajili ya kupuliza na kutoa sauti. Lakini haitusaidii kuelewa yeye ni nani. Kwa hilo, uko tayari kwa hili? Tunaelekea kwenye Danieli sura ya 8. Kumbuka maelezo ya yule mnyama mwenye vichwa 7 na cha 8 kuwa huyu wa mwisho. Sawa, huyu wa mwisho ambaye ni yule mnyama wa siku za mwisho, yule aliyekuwepo, anayekuwepo na atakayepanda kutoka kwenye shimo lisilo na mwisho. Wana uhusiano na milima. Sasa sikiliza Danieli sura ya 8, na anatuambia, tutaanza na mstari wa 3. Inasema, kisha nikainua macho yangu nikaona, na tazama, palikuwa na kondoo dume aliyesimama mbele ya mto mwenye pembe 2. Sasa unapoliona hili la pembe 2, wakati hatuna konkordansi ya Strong mikononi mwetu, kama tunavyoweza kuwa na programu hii, watu husoma hili na kuamini kwamba ni zile pembe tu zilizoelezwa katika sura nyingine. Lakini tunaangalia nini hasa? Hatuangalii tu pembe zinazopiga kelele kama zile pembe 10. Tunatafuta mlima wa 7 hadi wa 8 unaoelezewa kama vichwa. Uko tayari kwa ile? Hapa kuna 2 za kwanza, Danieli 8:3, na angalia maelezo ya neno hilo ni nini. Hizi ni milima ndugu na daga. Na tunapata wangapi? Tazama hili. Katika Danieli 8 mstari wa 3 inaanza na pembe 2. Sawa, kondoo dume huyu mwenye pembe 2. Na unamuona kondoo katika mstari wa 4 ana nguvu nyingi na anaelekea magharibi, kaskazini na kusini. Mpaka lini? Hadi mstari wa 5 wakati mbuzi dume atakapokuja. Na mbuzi dume huyu ana pembe 1 mashuhuri, pia uwakilishi cha kilele cha mlima. Kwa hivyo sasa tulikwenda kuanzia 2, sasa tulipata 3. Na kisha Ram anapinga. Anaenda kinyume naye pamoja na Fury. Na nini kitotokea? Kondoo dume amevunjwa pembe zake 2. Sawa, kondoo amevunjwa pembe zake 2. Na kisha tunaenda kwenye mstari wa 8. Na inasema, kwa hiyo Hego akakuwa sana, na alipokuwa na nguvu pembe kubwa ilivunjika. Kwa hivyo sasa kulikuwa na 2, wa 3 akatokea. 2 hao walikuwa wamevunjika. Mmoja alibaki.
na hiyo ya tatu sasa imevulika, na badala yake zikachipuka pembe 4 mashuhuri. 4 zaidi zilitokea mahali pa ile ya mwisho. Kwa hiyo tulikuwa na 2 jumlisha 1 ni 3 jumlisha 4 ni 7, na tunajua hili kutoka kwenye historia, silo? Lakini itajirudia tena kama mfano wa kinabii katika yajayo. Hii ndio jibu la Ufunuo 17. Na huyu mnyama wa 8 ambaye ni mnyama wa 4 wa Danieli sura ya 7 ni yule mnyama wa Ufunuo sura ya 13, yule mwenye pembe 10. Sikiliza hii. Pembe hizi za Danieli 8 ni pembe za kilele cha mlima, sio pembe za aina ya tarumbeta. Ni milima ya Ufunuo 17, 2 kisha 3 na kisha 4. Sasa sikiliza mstari wa 9 kwa makini. Na katika moja yao ikatoka pembe ndogo ambayo ilikuwa kubwa sana. Pembe hii ndogo si pembe ndogo ya Danieli 7. Pembe hii ndogo ni ya 8 kati ya zile 7 za za Ufunuo sura ya 17. Mmesikia hilo ndugu Memeda? Mmeona kile tulichopitia sasa hivi? Pembe zile 7 zilizotajwa hadi ya 8 ambayo ni pembe ndogo kutoka kati ya zile 7 zote zimeelezwa zote kama milima. Hii ndiyo siri ya Ufunuo sura ya 17, pamoja na hekima kwamba vichwa 7 ni milima 7 na ya 8 inatoka kati ya zile 7. Na yeye ndiye aliyekuwepo, hayupo na atapanda kutoka kwenye shimo lisilo na mwisho. Na katika Danieli sura ya 7, huyo ndiye hasa tunayemwona kama mnyama wa 4 kutoka baharini, ambaye ni yule mnyama kutoka baharini katika Ufunuo sura ya 13 anapopata mamlaka yake kwa miezi 42. Na katika nguvu hiyo ya ajabu anachukua nguvu za simba, dubu na chui, na ana pembe 10 kichwani mwake. Na hizi ndizo pembe za tarumbeta, pembe zinazopigwa ambazo tunazizungumzia, ambazo ni zile 10 juu ya kichwa cha yule mnyama ambaye ni wa 8 katika Ufunuo 17, Ufunuo 13. Hii ndio siri katika hekima ya vichwa 7 ambavyo ni milima 7, na wa 8 akiwa ametoka miongoni mwa hao 7. Ni huyo wa 8 wa mwisho, mnyama wa Ufunuo 13, na 17 ambaye alikuwako hayuko, naye atapanda kutoka shimoni lisilo na mwisho, ambaye ndiye mwenye pembe 10, si milima bali kwenye mlima wa 8. Naomba hii kubaliki. Naomba hili likutie nguvu. Nenda ukaitafuta, jifunze mwenyewe. Tumia concordance ya Strong na utaelewa 8 ya Ufunuo sura ya 17 ni nani. Mungu akubariki. Tutazungumza nawe hivi karibuni. Kwa heri kwa sasa.